Tazama Truth Wave TV, ukweli wa kudumu milele na milele. Karibu mpendwa mtazamaji kwenye habari tendeti yetu ya jioni ya leo. Jinsi ambavyo nilitangulia pale katika upande nilipokuwa nikisoma habari tendeti za Truth Wave TV, nilisema kwamba jioni ya leo tuko na mgeni ambaye anatutembelea katika studio za Truth Wave TV ambaye amewasili kwa sasa. Kwa hivyo ningependa nimkaribishe mgeni wetu siku ya leo, alafu nitakuwa narejea na mada yetu kuu ya habari tendeti siku hii ya leo. Na kwa majina yangu huwa tunasema masaa ni machache maneno ni mengi. Majina yangu najulikana kama Meja Papa Eli. Wacha nikamkaribishe mgeni wetu katika studio zetu za Truth Wave TV. Mgeni. Yes. Karibu sana. Asante sana. Yeah. Tueleze majina yako ni gani, umetoka eneo gani, wapendwa watazamaji waweze kujua umetoka maeneo gani na pia jina lako ni gani. Okay, mimi kwa majina naitwa Richard Likoe Litunya. Mimi natokea maeneo ya Kwisero. Ward ya Kisa Central. Okay. Ndio. Mpendwa mtazamaji, Richard Lidunya ako hapa kwenye studio zetu za Truth Wave TV na anasema ametoka katika maeneo ya Kwisero, wadi yake ikiwa ni Kisa Central. Kwa hivyo karibu kwenye kipindi chetu cha leo ambacho tutakuwa tunachambua naye masuala kuhusu mada yetu leo ambayo ni usajili wa kura. Usajili wa kura ndiyo mada yetu ya leo, tukiwa hapa na bwana Richard all the way kutoka maeneo ya Kwisero, kaunti ikiwa ni kaunti ya Kakamega, wadi yake ikiwa ni wadi ya Kisa Central au Kisa ya katikati. Bwana Richard. Yes. Karibu sana kwa station yetu inayopendwa na wengi ya Truth Wave TV. Asante sana. Sasa wewe kama Richard, najua kabla tujaanza kuongelea safari ya usajili wa kura, unaweza ambia nini wa Kenya kwa sekunde mbili kabla tuanze mandate leo? Unaweza ambia nini watu wa Kisa Central? Wewe nikikuona hivi naona ni kama labda uko na matarajio fulani au labda uko na malengo yako fulani katika wadi ya Kisa Central. Wewe kuna kitu nawania huko ama uko namna gani? Okay, mimi kama Richard niko kwa uwanja, natafuta kiti ya Kisa Central MCA. Na kitu naweza si watu wa Kisa Central ni kwamba wakati ukifika wa make the right choice. Yeah. Okay. Kwa hivyo wewe ni mgombea wa kiti cha Kisa Central. Yes. You are an aspirant. Yes. Thank you very much. Asante. Karibu sana. Asante. Kwa hivyo uko katika mahali panafaa. Mada yetu sasa inakufaa. Yeah. Hivi karibuni tuliona tarehe 29 bwana Richard, tuliona tarehe 29 kinara wa IEBC bwana Erastus Edokon aliweza kuzindua rasmi usajili wa kura kote nchini. Yes. Wewe kama mwaniaji wa kiti cha wadi ya eneo bunge la Kisa Central Kwisero, unaweza ambia nini wa Kenya ambao wanajisajili katika hizi kura? Mimi jambo ambalo naweza sema ni kwamba uongozi mbaya ama viongozi wabaya huchaguliwa na wananchi wazuri ambao hawapigangi kura. Kwani msemo mzuri, uongozi mbaya huchaguliwa na wananchi wazuri wenye hawapigi kura. Yeah. Manake Kenya tuko karibu zaidi ya milioni 40. Kabisa. Lakini unapata uongozi wetu unaamuliwa like kama last election. Total registered voters walikuwa 23 million. 23 million. From 40 million to 23 million.
Hapo kuna deficit ya 17 million. So unapata hawa watu milioni 17 walifanywa uamuzi na watu milioni 22. Na bado ukiangalia turnout hawa 23 ni registered. Lakini still turnout haikufika hata milioni 20. So kumaanisha half of Kenyans did not participate kwa kuamua who becomes the leader of the nation, nani anakuwa kiongozi wake. So inafaa ikuwe tu collective responsibility ya kila Mkenya kuhakikisha kwamba ni wakati wa kupiga kura na amejitokeza, ameshiriki. Maana ukiangalia wakati wa kupiga kura huwa inakuwa public holiday. Meaning hamna mtu anaweza kuwa na excuse ya kwamba nilikuwa kazini. Tunafaa tutoke wote tushirikiane pamoja kwa make decision on who will lead us. Kabisa. Yeah. Kwa hivyo Bwana Richard, unaweza sema Wakenya wanapenda kupiga kelele lakini matendo hawana kwa upande huo ndio ukweli wa maneno. Wakenya tunapenda kelele lakini matendo hatuna. Because today tunaweza kuwa tunalia kwamba leadership yenyewe iko sio mzuri. Lakini watu ambao waliwachagua hata hawafiki half of Kenyans. So meaning kwa wale wenye wanalalamika ndio wale baadhi ya watu ambao hawakutoka kwenda kuchaguana. Ndio wale watu ambao wakati wa voter registration kama huu ukifika anasema mimi inanihusu nini? Inanihusu nini? Yeah. Nitajua kuregister kura ama nitajua kutafuta chakula. The moment unakuwa na hiyo mawazo ya kwamba mimi inanihusu nini, pia maisha ule mtu atakapokuwa kiongoza atakuwa dazo. Unasikia kuna story ya shareholding. You find a national leader on a national television akiadvocate vitu za sisi tuko na shares kabisa na wengine hawana shares. Lakini kama wote tunaweza toka na tupige kura, huwa wanasema kura uibiwa. Mimi binafsi sijaiamini kama kura uibiwa. Sijaiamini kama kura uibiwa kwa sababu tukitoka wote na twende tupige kura, ule mtu hata akiiba haezi iba kura milioni 40. Hawezi iba zote. Hawezi iba. Atajaribu kabisa aibe kama milioni 1 ama 2 na tumepiga milioni 40. Ataiba nini? Hawezi. Itakuwa ni vigumu. Yeah. Itakuwa ni vigumu hapo. So ni sisi tu wa Kenya tujue our responsibility. Kuna ule mtu atasema mimi bora na sikumchagua. You are the problem. Kuumia tunaumia wote. Ndio maana nimekuambia good or bad leaders are elected with good citizens who don't vote. Yeah. Wanavote na mdomo. Hata unapata kwa sehemu zingine kuna candidates huchagua anaamusha watu wake mapema, wanaenda wanachaguana. Wanaamka mapema by saa 5 saa 4 wameshapiga kura. Then wana cause violence. Kudisrupt wale wenye hawajavote wafanye nini? Wasivote. So wakati anafanya hivyo si tayari washavote. Watu wake washavote, asha win. So wale wenye hawatavote ndio wataamua who becomes the leader. Kabisa. Sasa definitely huyu mwenye amaamusha watu wake mapema wakaenda wakavote ndiye atatangazwa mshindi. Na maybe si yeye ndiye alikuwa favorite. Yeah. Kwa hivyo tunapata viongozi ambao hatuwapendi, hatuwatarajia kwa sababu ya vitu kama hizo. Kwa sababu vitu kama hizo. Yeah. Hasa kama wewe mheshimiwa mtarajiwa, unaweza waambia nini watu kama unajua wewe sema ni Mkenya mzalendo, wewe sio Mkenya mzalendo. Mimi husema uongozi uamuliwa kwa debe. Na uwezi amua uongozi kwa debe bila kura. Jambo la muhimu saizi IEBC imefungulia milango yake. Watu wote waende wajiandikishe kama wapiga kura. Kabisa. Vijana, kwa wamama, kwa wazee, wote waamuke waende wajiandikishe kama wapiga kura. Ukisha kuwa na hiyo silaha, ngoja tarehe ambayo watatangaza kwamba kesho ni uchaguzi. Amuka mapema, enda pale. Kabisa. Jiamulie. Kitu kingine ambayo pia upoteza wa Kenya wakati wa election tunaanza kuangalia nani amenipatia.
Jana nilikuwa na wazee fulani tukiongea na wao. Nikawaambia waende wachukue mikebe. Hii home banks. Na kila home bank aandike jina ya wale aspirants wanataka kuchaguliwa. Kama kwa mfano kwetu Kisa Central. Waandike jina yangu kwa home bank moja. Waandike jina ya ule mwingine kwa ya pili. Kama tuko watu 10 awe na home banks 10. Mimi nikikutana na yeye kile ndampea anaenda natupa kwa hiyo home bank. Ule mwingine akimpea anatupa kwa ile. Baada ya uchaguzi waende wabomoe hizo home banks. Wahesabu na wa divide by 5 years. Waone kama yule mtu amekupea ndiye ako wathi kuwa kiongozi ama kiongozi ni ule mwenye ako na maono. Kiongozi ni maono, Bwana Richard. Wengi Kenya hawachagui viongozi ambao wako na maono. Ukaweza piga hesabu ya ule mtu kwa wale wanapeana pesa ndio wachaguliwe, ukapiga hesabu ya ile pesa wanakupea na udivide by ile miaka anaenda kuongoza, utakuja kupata ya kwamba ni useless Kabisa. kungoja upewe pesa ndio uchaguane. Manake utapata wewe binafsi zile occasions ndakutana na wewe nikikupea pesa maybe hazitapita 20. Na kwa hizo occasions 20 maybe nimekupatia shilingi 500. Ukipiga 500 kwa occasions 20 hizo ni 10,000. hiyo ni 10,000. Mwaka mmoja uko na 365 days. Nifanyie hapo hesabu 365 days. 365 days. Tunataka kupata pesa za mheshimiwa. Divide by times 5. 365 days times 5. Inakuja? Hiyo ni 1825. Sasa divide 10,000 by hiyo pesa. By 10,000. Why? Inakuja negative. Ya nini? Fanya 10,000 divide by hiyo. Okay. 10,000. Wapenda watazamaji, tuko kwa hesabu hapa. 10,000 divided by 1825. No, 10,000 10,000 first. 10,000 first, yeah? Divide by 18. Sema tu 1830. 1830. Hiyo ni 5 bob. So, huyu mtu mwenye amekupa shilingi 10,000 ukamchagua basi amekupa shilingi 5 kila siku. Yenye shilingi 5 huwezi hata kupata as a breakfast. So hata kiberiti peke yake saizi huwezi nunua shilingi 5. So katika kuweka hizo home banks utakuwa na sober decision. Kabisa. Hata asubuhi ya ile ya uchaguzi vunja hizo home banks. Hesabu divide by 5 years. 5 years. Then make a sober decision. Yeah. Okay. Hiyo tu ndio challenge ambao mimi naweza pea wa Kenya. Hata leo nikakupa shilingi 50,000. Manake hakuna mwenye anapeananga hizo, hakuna. Hata president apeani. Kwamba mmepatana na yeye anakuomba kura, amekupea zaidi 50,000, hakuna. Hakuna hata 1,000 hakuna. Unaona? Hesabu zile pesa atakupea wakati wote utakutana na yeye. Na udivide na miaka 5. Miaka 5. Utakuja kupata ya kwamba pesa haina maana kabisa katika kuchagua. Ni wewe tu mwenyewe ujiambie kwamba I want a good leader. I want a sober leader. Nataka visionary leaders. Yeah. Kabisa. Kiongozi wa maono. Yeah. Bwana Richard, naona tunaendelea vizuri. Mpendwa mtazamaji, mada yetu ya leo ni usajili wa kura. Je, umejisajili kura popote ulipo? Hakikisha umeisajili kura, manake hapa tuko studioni na mgombea wa kiti cha wadi ya Kisa Central, Bwana Richard Gidunya ako hapa kuhakikisha kwamba amekuelezea zaidi masuala kuhusu usajili wa kura. Na yule ambaye anajiunga kwa runinga sasa hivi, jina langu najulikana kama Meja Papa Elimada, ikiwa usajili wa kura. Tunajaribu kusemezana hapa na huyu mheshimiwa mgombea kiti cha Kisa Central. Tunajaribu kuulizana ni nini haswa ufanya wa Kenya tunatoka laini ambayo tunafaa tuwe
najaribu kuongelea hapa, tunasema maono ya kiongozi ndiyo maono ambayo inaweza peleka wadi mbele, ndiyo maono ambayo inaweza peleka eneo bunge mbele, ndiyo maono ambayo inaweza peleka nchi mbele, sio hela ambazo unapewa. Hizo hela jinsi ambavyo tumefanya hapa hesabu na mheshimiwa hapa, hizo hela hakuna mahali zitakupeleka. Iwapo utapatiwa shilingi 10,000 kwa mwaka, ukidivide na 365 days unapata ni pesa kidogo sana kwa siku ambayo unapewa. Kwa hivyo wewe unajiuza mwenyewe kwa mateso ambayo wewe mwenyewe unayakaribisha katika maisha yako kwa miaka 5. Bwana Richard. Yes. So far so good. Wakazi wako wa Kisa Central wameregister kura ama bado hawajaanza? Eneo bunge langu tuko na by election. So usajili wa kura. Nani alikufa kwanza? Kuna MCA mwenye alikufa pande ya Kisa East. Kisa East. Kuna MCA alikufa huko. Sasa kuna by election inafanywa. Uchaguzi mdogo. Ikafanya hilo zoezi katika sub county yetu likaahirishwa. Watalifanya baada ya hiyo uchaguzi ambayo itafanyika tarehe 27. Then kama hakutakuwa na any petition then watarudi kwa issue ya voter registration. Okay. Yeah. Kwa hivyo watu wa eneo lako bado hawajaanza kujisajili. Ndio. Lakini ukiwa hapo unajua nakutazama. Najua. Unajua nakutazama. Unajua katika matangazo yetu ya siku ya leo tumepata kuna tangazo ambalo nimesoma, zaidi ya vitambulisho 5,000 vimekwama katika Huduma Center ya Thika ikiwa katika kaunti ya Kiambu. Labda katika eneo lako unaweza kuwa na shida kama hilo, ama vijana wako katika eneo lako wanachukua vitambulisho na wanavitumia jinsi ipasavyo? Hiyo shida iko tu kwa vijana wote. Lakini mimi husema shida iko hapa kwa serikali. Manake niko na vijana zaidi ya 10 ambao waliapply vitambulisho mwaka ukianza. Mpaka wa leo hawajapokea hizo vitambulisho. Hawajapokea. Ukienda pale Huduma Center kuangalia kitambulisho inaonekana imetoka, lakini haijafika wapi kwenye kijana anafaa kuchukulia. Sasa unapata ile system ya kuenda kuchukua hii kitambulisho, ile njia mtu anaweza tumia kuenda ili hiyo kitambulisho kijana apate, ndio unapata kidogo tunakosa nguvu. Lakini jukumu la serikali kuhakikisha kwamba vitambulisho zote ambazo zimetoka zifikie vijana. Mimi niko na ushahidi ya vijana kama 10 ambao ukienda Huduma Center ID inaonekana kwa system imetoka. Lakini ukirudi nyumbani ID hajafika. Yeah. Kama wanasafirisha gazeti na siku moja, mbona wasisafirishe kitambulisho na hiyo siku moja? Hapa kuna mtu analala kwa darasa. Kuna mushkili mahali. Sababu kama gazeti utengenezewa hapa Nairobi. Na inafika kila eneo. By saa 11 gazeti watu washaanza kusoma. Iko na kila mtu by saa 11. Kwa nini tusikue kitambulisho isikue hivyo? Yeah. Lakini pia bwana Richard, tunaweza kwa pia tunalaumu serikali na huenda vijana pia wana wakati wa kuchukua hivi vitambulisho. Mimi hawa nakwambia mwenyewe binafsi niko sure na wao. Nimeenda mwenyewe hadi Huduma Center kuconfirm kabisa kwa system ID inaonekana. Lakini kwa ground hakuna. Anaenda tu kwa chief kila siku kwenye alichukulia. Kila siku anaambiwa bado. Kumaanisha kuna mtu tu amelalia hizi vitambulisho mahali. Na believe me not, hizi vitambulisho zitalaliwa mpaka voter registration period ipite. Ikishapita ndio zitolewe. Ndio tuanze kushinda tumewalaumu, mlikuwa na nafasi ya kuregister kama voters na hamkuregister. Lakini kuna tu mtu mahali amelalia hizi vitambulisho. Hapo mbalo ni mbaya. Kama bado tuko pale tu bwana Richard. Kuna hizi tetesi ambazo zilikuwa hapo nyuma kuhusu machifu. Unapata kijana amezaliwa labda Nairobi ama amezaliwa katika jiji yetu ambayo tunayajua kama Nairobi, Nakuru. Lakini anatumwa kwa kule ambapo alizaliwa
kupata kitambulisho. Wewe kama mheshimiwa ambaye ni mtarajiwa, unaweza ongeaje? Because naona hapa hili swala likiwa kizungumkuti kidogo, manake machifu pia kuna vile wanajaribu kudiscourage vijana kuchukua vitambulisho. Manake ukienda kule unasumbuliwa. Hii ni jambo ambalo vijana wamelalamikia pia. Okay, mimi kwa upande wangu naamini ya kwamba we are living in a digital world. Whereby wajua hapo nyuma haikuwa lazima mtoto akuwe na birth certificate. Lakini siku hizi hadi ndio uingie shuleni lazima ukuwe na birth certificate. So unapata kutokea shuleni wamekujua wewe ni Mkenya. Umekuja mpaka umemaliza shule. Hili swala la kutumwa vijijini kwenda kutafuta kitambulisho nafikiria inafaa kuwa swala ambalo limepitwa na wakati. Limepitwa na wakati. Ni swala ambalo linafaa kuwa limepitwa na wakati. Manake pale vijijini kitu ambacho cha kwanza utaitishwa ni birth certificate. Hii birth certificate ndio imekufanya umesoma mpaka umemaliza. Meaning ni legit. Iko na information yote. Iko na information yote. Sasa kwa nini nitumwe tena bado kwa chief wakati then ndio maana nasema tu hii swala ya vitambulisho kuna shida mahali. Kuna shida mahali ambayo inafaa tu kuangaliwa. Kuna tu shida. Kwa hivyo inafaa litatuliwe. Kama niko na birth certificate hapo nafaa tu kwenda kwa any station na ninapata kitambulisho. Lakini kwa yule mwenye hana birth certificate ndio tudhibitishe kwamba yeye ni Mkenya, lazima sasa arudi wapi? Kwa hizo roots. Kwamba huyu ni chief, huyu ni nani, anamjua wa boma fulani, wa uko fulani hivyo. Lakini kama mtu ako na birth certificate, huyo mtu sioni kama kuna ubaya yeye kupata kitambulisho mahali popote penye yako. Okay. Na hili swala ambalo lilikuwa kama kitambulisho chako kimepotea, lazima uende na pesa fulani katika Huduma Center ndipo sasa upate. Hiyo ni pia ni mushkili ambayo inaweza fanya vijana wanakuwa discouraged kuchukua kura. Maana kama una kitambulisho una kura, wewe sajili kura. Only failures wanakuanga na excuse in life. Sijaita vijana failures. But wale ambao only failures, yani wazembe katika maisha ndio wanakuanga na excuse. Hawa vijana wetu ukiwakuta katika majumba ya burudani utapata mtu amekunywa like kama 10,000, 20,000. Wengine hata ukula. Wajua kuna siku moja nilikuwa mahali nikaona mtoto anapigia mama anapigia mtoto simu. Anamuuliza, "Hi son, did you see my ATM?" Kijana akamwambia, "Yes, I have it." Akamwambia, "How much did you use?" Na mtoto akamwambia 70,000. 70,000. Just 70,000 only. Hey, this time you've spent well. Kwa siku moja. Kwa siku moja. Kijana kama huyo tuambiane ukweli. Hizi chukua kitambulisho. Manake mali shaingia. Lakini kijana anajua umuhimu wa kitambulisho. Hata uweke 1000 ngapi atachukua. Kuna ule kijana anajua bila hiyo kitambulisho siwezi pata hata kibarua kwa Muhindi. Kabisa. Wote wako nazo. Lakini ukisikia kijana anakuambia sina kitambulisho kwa sababu wameka pesa. Huyo anatafuta excuse. Unajua katika hii eneo la Siaya nimeona mbunge wa Siaya Elisha Odhiambo. Elisha Odhiambo amekuwa akilalamika kwamba target yake katika hilo eneo wanataka wasajili vijana 17,000 kura. Lakini kufikia sasa wamesajili vijana 356. Jambo ambalo ameliteta sana. Amesema vijana hawachukui kura. Pia hapo naweza laumu IBC kidogo. Ili swala la voter registration hawajalifanyia advertisement mzuri ya kutosha. Liingie kwa watu. Unapata hata kuna mtu mahali hajui kama kuna kura inaendelea. Wajua pia jukumu la kuhamasisha watu kwenda kuchukua kura
ni jukumu la IBC. Si jukumu la wale watu ambao wanagombea viti. Yule mtu ambaye anagombea kiti, yeye ataenda tu pale kwa sababu anajua the more anaandikisha the more naye pia anapata kura. Na unapata saizi hata system ilibadilika. Mtu anachukua watu tu wake anakipeleka akiwaambia ndeni mregister pale mtanipigia kura. So hiyo majukumu ni majukumu ya IEBC. Wao ndo wanafaa kupeana civic education. Wao ndo wanafaa hata wakuwa wameweka trucks kwa barabara kuendelea kutangazia Wakenya kwamba amkeni mwende mjiandikishe kama wapiga kura. But the moment tunachukua that responsibility tunaiweka kwa politician, that's where we go wrong. Yeah. IEBC iko na budget, imepewa pesa ya kufanya hizo shughuli zote. Lakini wao wameabandon their duties to the politicians. Politician akienda kufanya that civic education atafanya in his favor. Kwa mfuko yake na kwa favor yake. Yeah. So mimi hapo na laumu IBC. Okay. Pendo mtazamaji, niko hapa na mgeni ambaye kwa majina ni Richard Lidunya, ametoka all the way from Husero, County Kakamega, wadi yake ikiwa wadi ya Kisa Central. Tunajaribu kusemezana hapa masuala kuhusu usajili wa kura kwa tengine ambao ulianza tarehe 29 Septemba. Na jinsi ambavyo mnaelewa masharti ya IBC, kura zitapigwa mwaka wa 2027. Itakuwa siku ya Jumanne tarehe 2 mwezi wa 8. Nikitazama katika huo muda naona tuko na takriban ya chini ya miaka miwili tuwe tumefikisha idadi ya kura ambazo zinahitajika kuweka viongozi vitini au kuondoa viongozi vitini. Kwa hivyo ni jukumu lako kama mwananchi, wewe kama Mkenya, kuhakikisha kwamba umejisajili katika kura ambazo zinaendelea. Ndiposa hapa mgombea wa kiti cha Kisa Central ambaye ni Mheshimiwa Richard Lidunya anasema ni vizuri tuchukue kura ndiposa tuweke viongozi ambao ni bora zaidi. Na upande wa kuelimisha wapiga kura, maoni yake amesema IBC ijaribu pia kupiga msasa pale, manake ni vizuri Wakenya waelimishe zaidi, wajue kuna usajili wa kura ambao unaendelea. Manake si wengi ambao wanajua kuna hili jambo ambalo linaendelea katika kule mashinani. Hawajui. Ni vizuri IBC irudie, jaribu kutembea na hizi lori ambazo zitapiga kelele huko zikisema enda kusajili katika kura, na itakuwa ni jambo la maana mno. Bwana Richard. Yes. Jambo lako la mwisho tunapomaliza kipindi. Tunapomalizia kipindi chetu cha siku ya leo. Jambo langu la mwisho ni kuhimiza vijana. Nakumbuka kuna wakati fulani walikuwa kwa barabara wakiandamana wakisema Kasongo must go. Wakaongea mambo mingi. Wakati ni huu wa wao kuamuka na kuchukua kura. Lakini tukitarajia kwamba tutabadilisha uongozi kwa kupiga mdomo kwa social media, kwa kutusi Mheshimiwa Rais, kwa kufanya what must go, itasaidia. Then tutakaa sana bila kupata mabadiliko katika hii nchi yetu. Lakini wakati ni huu, vijana waamuke, waende wajiandikishe kama wapiga kura. Tukiangalia vizuri, wengi wa wale ambao wanaumia leo ni vijana. Tumepewa nafasi ya kuwa na kura ili tuende tubadilishe. Kabisa. Ndio unapata kuambiwa kwamba tena bado huyo mtu kijana ndio one of the person mwenye ako well informed compared na mama mzee. But to your shock, ukienda pale kwa line utapata mama mzee ndio anajiandikisha. Ndio amejaa kwa ile line. Ndio amejaa kwa line. Vijana hao wanangoja kwenda kuimba pale Nyayo kukiwa na mpira ama Kasarani, Ruto must go. Na ndio maana unapata rais anakuwa na ujasiri wa kuuliza, mnasema Ruto must go. Must go where? Where? Aende wapi? Kwa sababu wale wote ambao watapiga kura si vijana.
Wewe kijana mwenye unaimba hiyo siku hata labda wengine watakuwa wameenda amechapa vileo. So uongozi ni sisi vijana tunafaa kuamua. Tunaweza bado kumrudisha huyo Ruto. Lakini tuwe ni sisi tumemrudisha. Atajua kwamba nimerudi kwa hii uongozi through kura ya nini? Ya vijana. Kwa kazi nzuri ambayo nilifanya. Kwa kazi mzuri ambayo nimefanya. Na akiona amechaguliwa na vijana na ameona vijana ni wengi, anajua hata wanaweza conduct opinion poll kabisa ya kumtoa. So atafanya kazi akijua wale ambao wamenichagua wanaweza nitoa. Kabisa. So ni vijana waamuke mapema waende wapige kura kabisa. Na waende wachukue kura. Silaha ya kubadilisha uongozi wetu hapa Kenya ni kura. Nothing else. Maybe nikuulize tu swali ambalo labda sijui vile utajichukulia, lakini hili ni swali ambalo la kawaida ningekuuliza. Wewe unataka kugombea kiti cha Kisa Central. Unagombea kwa kiti kwa chama gani? Hapo kwa chama bado. Yeah. Bado unapimia. Lazima tuelewe hizi mirengo zinaenda aje. Bado naangalia 18. Unaweza amua kwamba unaenda na UDA na upate hiyo wakati wa Kenya wataki UDA. Wataka ODM. Ama useme unaenda na ODM na hiyo wakati wa Kenya wataki ODM. Ama useme kuna hii nyingine nasikia hii ya Wamnyoro. Hii ya DCP. Useme ni DCP kumbe wa Kenya wataki hiyo. So lazima tupime. What I can just advise my voters ni kwamba wakati wa uchaguzi tusiangalie chama. Kabisa. Manake vyama zimefanya good leaders wametupwa nje, tukapata bad leaders. Kwa sababu unapata katika chama wanaangalia ule mtu mwenye ako na maono, wanamuua. Kabisa. Wakisha muua si kumuua ile ya kunyonga, wanaua kwa kumnyima tiketi. Wanachukua ule mtu mwenye hana maono, wanampea tiketi. So inaweza kufika hiyo wakati nikakosa tiketi kwa chama kubwa. Lakini kiongozi bado atakuwa ni wewe. Ni mimi. Amuka mapema, nipigie kura yako. Nikiangalia wengi ambao kitu ambayo inatukula sana vijana. Ukiuliza kijana leo kwa nini umesimama kiti? Atakuambia ya kwamba nataka kutoa ule mwenye yako. Nataka kutoa mwenye yako. La muhimu sisi vijana tunapojitokeza kwa hizi ulingo za kisiasa, wacha pia sisi tukue na maono. Kabisa. Ukienda kwa watu wakikuuliza kwa nini unaona wewe ni bora kuliko huyu, unaambia ule vota mimi nikiingia ndafanya A B C D. Tusikue na manifesto ya eti ule amekuwa pale amekuwa muda mrefu. Tutataka tubadilishe uongozi. Hizo ndio hadithi ambazo vijana wengi wanakuanga nazo. Na hizo haziwezi peleka kiongozi mahali. Mimi jana nilikuwa natembea kwa shule moja huko nyumbani. Nikapata watoto ambao wanaenda pale kwa zile shule, wengi uniform zao zimepigwa viraka. I'm very happy that in my manifesto free uniform kwa all primary learners utapatiana. Hiyo ndio number 1 ila in my manifesto. Asante sana. Kwamba all primary learners nitawapea uniform free. Wasome, wawe smart. Mtu asikue na sababu ya kuamka mtihani. Ukiamka mtihani uko umeanguka kwa kutaka. Usisingizia kwamba uniform yangu ilikuwa na kiraka. All learners wa primary nitawapea uniform katika uongozi wangu. Hiyo ndio pillar number 1. Pillar number 1. Pillar number 2. Kuuzie chini. Pendo watazamaji, nimekuwa na mgeni studioni ambaye ametoka all the way kutoka Huisero, kaunti ya Kakamega, maeneo ya wadi ya Kisa Central, ambaye ni Mr. Richard Dunya, ambaye ni mgombea kiti cha uwakilishi wadi katika eneo ya Kisa Central. Kwa hivyo ametueleza mengi hapa na najua umenufaika kwa yale ambayo ametufunza siku ya leo. Endelea kutazama kipindi cha habari tendeti za Truth Wave TV na vipindi vingine vyote ambavyo vinapatikana katika stesheni hii ya Truth Wave TV.
na itakuwa ni jambo mzuri sana. Niseme tu ni asante sana kwa wale wote ambao wametazama kipindi chetu cha leo. Kesho ni siku, inshallah majaliwa yake Maulana, tupatane papa hapa kesho alamsiki. Jina langu limekuwa ni Meja Papa Eli.